Wakati ukijua kabisa kama uko na mtu katika maisha yako ambao unasikia umebeba kabisa, siku ile utasemea mtu wa aina hiyo. Wakati utawachana na situation ya aina hiyo, your life will never be the same again. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Yes. Siku ya leo mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Na mtukuza katika kila jambo kwa kunionekania na kuniongoza katika wokovu. Na tunaenda kusoma kuhusu rafu. Rafu ni upendo, si ndio? Tunaenda kuona kuhusu rafu. Tukifungua Biblia zetu in the book of Romans chapter 13 verse 8 and 9. Biblia inasema, and let no debt remain outstanding except the continued debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be, are summed up in this one rule: love your neighbor as yourself. Bwana asifiwe sana. Yes, yani nilipoona it came with a lot of power. Hii jambo ilikuja na nguvu mingi sana, ni kwa sababu ilikuwa ikikuguza tunaishi maisha yetu kama Wakristo, maisha yetu ya wokovu, vile tunaishi na vile tungetaka kuishi tukaweze kumuona Bwana. It came to me that in most cases it's like we are struggling to love. Bwana asifiwe sana. Ni kama tunang'ang'ana sana kupenda, lakini Biblia hapa inasema kupenda ni sheria. Love your neighbor as you love yourself. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni sheria ya Mungu. Hiyo ni sheria. Yes, kumaliza namna gani? If you don't love, unavunja sheria. Bwana asifiwe sana. Na Mungu anasema ukivunja moja, sheria moja, ufalme wa mbinguni hautakuona. Haleluya. Amri zote katika zile amri 10 za Mungu, katika amri 10 za Mungu, amri zote zikiwekwa pamoja, yote inakuja love. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu gani? Ukijaribu kuangalia pale, do not commit adultery. When you are committing adultery, it means you don't love. Sisi dhambi unafanya. Sisi upendo umekosa. Ndio kusudi ukaenda kufanya mambo kama yale. Do not murder. You murder because you don't love. Bwana asifiwe sana. Do not murder. Na kumada si kuwa mtu tu. Uweze kuwa mtu kwa njia mingi. Katika kumuudhi, katika kumuingilia, unamuua roho moyo wake. Bwana asifiwe sana. Kuingilia mtu, do not murder. It means what? You don't have love. Do not steal. Mwizi si yule anaiba kuku peke yake. Mwizi si yule anaiba bangi peke yake. Mwizi ni wa aina mingi. Wale wanaitwa conmen, they are thieves. Bwana asifiwe sana. Wakati umepewa kitu, unaenda kwenda kuuza na bei, unaenda unaongeza zingine, unafanya mambo mengine ambayo haistahili. Wewe unaiba. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hata tunamwingia Mungu hapa katika zaka na sadaka, tunaelezwa tunamuiba. Do not steal. When you don't steal, either wakati unaingia Mungu, you don't love God. Wakati unamwingia mwenzako, you don't love your neighbor. When you don't, wakati unaiba kule kazini, you don't love the job God gave you. Bwana asifiwe sana. Do not covet. Biblia inasema hiyo yote ikiwa summed up in this one rule, unaelezwa love your neighbor as you love yourself. Bwana asifiwe sana. It sounds very simple, lakini wapendwa, it is not easy to love. It is not easy to love. When you love, ipaka ukole wa hiyo mambo yote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie Biblia in the same book of Romans chapter 12. Tuanzie hapo verse 9. Love
must be sincere. Clean what is good to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Bwana asifiwe sana. Hii mambo ikitajwa, it sounds as if they are very easy. Honor one another above yourselves. Honor one another above yourselves. Hii ni mambo ambayo ni ya kabisa wewe mwenyewe ikuingie kuyaelewe vizuri. Lakini tukiendelea kuangalia hapo, utaona ni kwa nini inakuwa kufanya mambo kama haya. Na ndio utakuta ni kwa nini maombi mara mingi unajaribu kuomba na maombi yako haijibiwi. Hallelujah. Because if you don't love God, if you don't really love God, what do you expect? Wakati unaenda kwake unamweleza, Bwana nataka hii, Bwana nataka hii, Bwana nataka hii, niongoze hapa, nionekanie hapa, na you don't love God yourself. Wewe mwenyewe umpendi. What do you expect? Kuna majibu mazuri kweli unatarajia? Kuna majibu mazuri? So you see how strong is love? It is very strong. It's the only thing you can exercise. Na uone mambo yako imekuwa sawa. Juu na ukielewa, ngoja tuendelee. Ukielewa tu, within a very short time, things will never be the same again. Juu katika love, ipaka uchikane mambo mengi, unaelewa. Be devoted to one another. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual favor. Serving the Lord. Be joyful in hope. Be patient in affliction. Be faithful in prayer. Bwana asifiwe sana. Hii maneno tunashika. Let us not tusisome hii Biblia. Tusome hapa kama kweli. Ningeomba kwamba hiyo chapter 12 from verse 9. Andika hiyo maneno uende ujaribu kupractice. Hallelujah. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mambo imeandikwa hapa nini iko ndani yenu. Hakuna kitu. Yote ile imeandikwa hapa. Yote Mungu akija akianza kusaja, kila mtu atapatikana. Kuna mahali unapatikana. Ni kweli hapa si kweli wapendwa? Because it is not easy. Tumesema it is not easy. Ni kitu ambayo inatakiwa ifanyike na ni kitu inatakiwa wewe mwenyewe ujitolee. Because wakati unaelezwa be patient in affliction. Unaelezwa hata wakati unaumwa, wakati umevijiliwa na mambo, wakati unasikia sijui mambo imekatana, unaelezwa kwamba you be patient. Usikae kama utamtusi Mungu. Kama utaona Mungu alikuachilia. Usikae ukisikia sauti za kutoka huko nje. But unaweza be patient in affliction. Be faithful in prayer. Share with God's people who are in need. Ule mtu ambaye ako in need atakikane kuja kwako kuomba. Unatakikana uende ukatafute. Utafute mwenye anahitaji umsaidie. That is what it means. Hallelujah. Ndio nasema it is not easy. Inatakikana in your homestead, bali wewe unaishi. Inatakikana unaroketi. Hapa kuna watoto wako na njaa. Sasa hii baridi imeanza kuja. Mtoto anaenda shule akinyeshewa. Mzazi amesema kununulia hata mtoto fulani. Hata kajake na koko majake inabaguza nyumba. Wakati unafanya hivi, you are exercising love. What do you expect? Ule ameenda bila breakfast. Mikate ikanyesha huko kwa mawingu kweli mtoto wa kule. Na wewe uko na mikate mingi, mikate mingi alibeba mtu mmoja ambaye alikuwa nipa okay. Anakuja na makaroni sufuria mzima, sufuria mzima, analetea nipeku. Makaroni imepikwa vizuri sana. Yaani watoto wake wamekula hiyo vitu, wameboeka. Then atatoka kwake because we are friends. Na kwake si ati hapo karibu sana. Amepita ngoma mingi, anakuja kuletea rafiki yake kwa karibi, tupee kuku. Jua anajua niko na kuku. Uko na chakula mingi mpaka za kupea kuku. Na hapa kuna mtoto ambaye amelala njaa. What does it cost you? Kuita hata watoto kujeni. Hata wapea hapo nje. Ndio biblia hapo wengine hata wajawahi kula kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Exercising love. It is not easy. Hiyo unaona love. We say we love you God. We love you. Unasema unampenda Mungu namna gani? Ulimpenda Mungu ukafanya nini? Hiyo kitu yote iko kwa nyumba yako na iko kwa mzima utumiti yako. Sababu leo anakuja akiwa umepasuka. Sababu leo anakuja na nguo. Sasa hii unamwona na nguo fulani. Sasa ile nyingine unamwona na nguo fulani. Unafikiri yuko ni kupenda anajenda sana
Unafikiria kweli kupenda unaipenda sana. Ana ingine, Biblia inasema practice hospitality. Hiyo ni hospitality. Praise those who persecute you. Praise those who persecute you. Praise and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Hii mambo ni mingi sana. Bless those who curse you. Hallelujah. I'm trying to imagine katikati yenu mwenye anaweza kuwa na kazi ya kubless mwenye anapersecute yeye. Mwenye anakusemanga kila saa anakusengenya. Mwenye alikuja akakuchokora kabisa ile ya ukweli. Mwenye alikuja akakupigiza maukuta tu ya maisha, akakupigiza maukuta. Alafu Biblia inasema you bless that person. Si mimi ni Biblia sio tumetoka. Biblia inasema but do you know what? Wakati ukijua kabisa kama uko na mtu katika maisha yako ambao unasikia umembeba kabisa, siku ile utasemea mtu wa aina hiyo. Wakati utawachana na situation ya aina hiyo, your life will never be the same again. Hallelujah. Wale wengine wametuchokora kabisa, unasikia kuna occasion anakukuta ukifika mbele ya watu wengine. Uko pale kusaidiana na yeye. Ukiwa uninvited guest. Leo uko pale na unaenda pale mchezo. Umeenda pale kufanya kama vile Yesu angefanya. Hallelujah. Tu Yesu alipokukuta, alipokukaribia wewe, ulikuwa umembea nini? Wewe ulikuwa umekaa namna gani? Wewe uona Yesu alipokupenda, alikupenda ukiwa rafiki yake kweli? For God so loved the world. So he gave you his only begotten son. Alipenda ulimwengu kwa sababu ilifanya vizuri. Nisi kwa sababu ulimwengu ilimjeka kabisa ikapotea kabisa. Ni Mungu anatafuta mtu kama huyo. Mtu ambaye anakaa kama roho ile ilikuwa na Daudi. Daudi anatokana na watoto wake. Mtoto anachukua mama zao, anafanya vitu na mama zao, ndio Biblia imeandikwa Israeli yote ikaturudia. Kijana anaitwa Saul akitoka kwa mahema asubuhi. Akapiga baba yake na kumtoa kwa ufalme. Lakini wakati inafika huyo kijana anasitwa. Anakokaribu kushikwa. Daudi anasema na huyo kijana msike mniletea akiwa mzima msimuue. Ni kweli hapa si kweli wapendwa. Wakati Daudi anatafutwa na Sauli, anamtafuta amuue ama anamtafuta Mungu anampea. Sauli anaenda kukuta Daudi bado tu amekaa pale tu starehe amejificha kwa babi kwa kifu. Kwa pango. Anakata sio sote tunajua. Alafu anatoka na Musa, wewe ndio unanitafuta. Ni nini unanitafuta mimi ndio huyu? Ngoja poa. Mzee poa. Hebu angalia nguo yako. Nikikata hii ulikuwa wapi? Nikikata hii ulikuwa wapi? Nilikata hii ulikuwa wapi? Tulikuwa na wewe mahali hapo. Ulikuwa unaenda kujisaidia. Lakini siwezi kuwa mwenye amemwagiwa mafuta na Mungu. Look at that heart. Angalia hiyo roho. Naye Mungu anasema I have seen a man after my own heart. It's about love. In the book of Luke chapter 6 verse 27. Verse 27 uende mpaka karibu 35. Akule inaongea kuhusu hiyo mambo. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray to those who mistreat you. Uwapende wale ambao wanakuchukia. Si ndio Biblia inasema? Alafu Biblia inarudi nasema, wewe usipofanya namna hiyo, uwe unapenda wale wanakupenda peke yake. Unaeleza hata watu wa dunia hivyo ndivyo wanafanya. Hakuna tofauti. Hakuna kitu tofauti umefanya. So if you want to be in the line of God, ni kupenda kile ambaye akipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Joseph aliuzwa akawa slave na ndugu zake. Silikuwa ni wapenda, si unajua hiyo story ya Joseph. Wewe kama ungekuwa ni wewe ni Joseph, ndio umekuja umekuwa prime minister huko Egypt na Farao. Umekuwa prime minister. Alafu wale walikuuza unaona hawa. Ungefanya nini? Tungesema wanyongee hata wanyongo yako tu kiangalia moja kwa mwingine. Ukikumbuka vile kitu alifanya. Lakini Joseph ndikanusha tuwaeleza. Hata msilie alipoeleza I am Joseph. Mpaka msilie, msibadhaike. Nilitayarishwa na Mungu. Mungu alikuwa anitayarisha kwa wakati kama huu ndio niweze kusaidia nyumba yetu. Hallelujah. You see the wisdom. Wakati ule ambaye anajifanya ni adui yako, ule ambaye anajifanya nini? Endelea kumpenda. Love is not an option, it is a commandment.
ambayo ni mpaka utimize. Ndio Mungu amesema. Na ikiwa tumesoma pale iko ground imezingirwa na mambo mengi. Imezingirwa na mambo mengi. Mambo ambayo ni mpaka ungangane. Because maisha ile tuko nayo hapa duniani does not allow us to love. Life does not allow us to love. Hii dunia, maisha huko duniani does not allow us to love. Nikitakuwa tuone haraka sana the book of Deuteronomy 29:29 inasema the secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us, to our children forever, that we may follow all the words of this law. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo ya upendo, my friend, I'm telling you, those are secret things. Tunasikia ni siri. Inakaa siri na ni mambo ya kawaida. So kama imefunguliwa na tumeambiwa leo, they belong to us. Hii sheria ya Mungu ya raha imewachiliwa kwetu. So it is not anymore secret. It belongs to us and our descendants, our children. Itawasaidia wakati unabarikiwa na uzao wako yote. Bwana asifiwe sana. So the book of John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Wewe ni Mungu. So about that is a command. So if you don't love, unavuja amri ya Mungu, unavuja amri ya nani? Ya Mungu. And I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. Ninarudi ndio nilikuwa nataka nimalizie hapo. When we exercise love in you, you will not be on your own. God will give you a counselor. The Spirit of truth, the world cannot accept him because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. Hallelujah. I'm talking about the governor. We talked about it the other day. Yes, I'm in the governor now. Yes, utakuwa na governor ndani yako, the Holy Spirit of God. Hii mambo ni iweze kufanyika. My friend, mpaka utakuwa kwa kiwango kwamba umebatizwa na Roho Mtakatifu. Hallelujah. Ndio utaweza kutii haya mambo ya Mungu. Na Mungu anataka ukiwa na kazi, you will not be in your own. Na Yesu ndiye alikuwa anaeleza wanafunzi wake, ataka hata wawe kama watoto mayatima. Hata wewe utawachwa kama mtoto mayatima. Utawachwa na Roho. Because Yesu alienda, akarudi kwetu tena as he promised, but in the form of the Holy Spirit. Ndio tuwe na yeye forever. Bwana asifiwe sana. Na ukiwa na Yesu uko na upendo, because God is love. God is love. Kwa hivyo mimi ukinieleza mchungaji, mimi nimeokoka na mpenda Yesu, napenda Yesu, I love God very much. Lakini mchungaji nilikuwa kabisa niko na issue. Kuna mtu pale ananifanyia nitafanya nini mchungaji? Hiyo love na huko unakuwa sawa. Zinapelekana namna gani? Zinapelekana namna gani? Nimeokoka, nenda mbinguni kwa imani, nampenda Kristo, unampenda Kristo. Alafu mchungaji, mimi nasikia niende kwetu sasa. Hii kama mimi nasikia naweza kuiwacha. Huyu mzee huyu, hao watoto hao. Mimi nasikia kwa nini niingia kwa hii mambo ya roho, ndio sitabibilia vizuri. Where is that? Bwana asifiwe sana. Where is Jesus? Where is the counselor? Anaitwa counselor. He is supposed to counsel you. Ukipata hiyo raha, ukapata the counselor, makazi ya mchungaji inakuwa rahisi sana. Akisimama hapo tu unapokea tu. Hallelujah. Yes, you will not be struggling again. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hallelujah. So about love is God. Love is Jesus. Let us be there. Let us be found there. Let us be found exercising. Ni kwa sababu huyo upendo wakati unasema fulani anakuwa na upendo mwingi. Huyo ni Yesu mwingi. Hallelujah. Kumpenda Yesu na basi. Akuja na nini? Na upendo. Akija na upendo wake, things will be very easy for him. Hallelujah. Tujifundishe kupenda kile ambaye akipenda.